نعم. anasema subhanahu wa ta'ala walaqad najjayna bani israila min al'adhab almuhin, kwa hakika tuliwaokoa wana wa Israeli kutoka kwenye adhabu yenye kudhalilisha. Kama tulivyosema, walikuwa wakichinjiwa watoto wao, walifanywa watumwa na wakawa wanakalifishwa kufanya kazi ngumu ngumu. Zile kazi ngumu walikuwa wakipewa wana wa Israeli. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. من فرعون كتوك فرعون إنه كان عاليا، hakika yeye Firaun alikuwa ni mwenye kujikweza. Innahu kana aliyan, hakika yeye alikuwa ni mwenye kujikweza. Minal musrifin, ni katika wenye kupetuka mipaka. Inna Firauna kana muttasifan bil isti'la'i wal istikbar wal israf wa tajawuz al hadd. Firaun alikuwa anasifika na sifa ya kujikweza na kujiona mkubwa na kuvuka mipaka, ndio sifa yake. Wa inna Firauna la'alim fil ard wa innahu la min al musrifin, hakika Firauna ni mwenye kujikweza katika ardhi na hakika yeye ni katika wenye kupetuka mipaka, wenye kufanya israfu. Kule katika al-Mu'minun nasema fastakbaru wa kanu qauman 'alin, walitakabbar na wakawa ni watu wenye kujikweza. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين. wakasema hivi kweli tuwasadikishe watu wawili mfano wetu sisi na hali ya kuwa jamaa zao ni watumwa wetu. fakadhabuhuma fakanu min almuhlakin, wakawakadhibisha hao Musa na Harun, kwa hiyo wakawa ni katika watu walioangamizwa. katika al-Qasas Allah subhanahu wa ta'ala sema inna fir'auna ala fil ard, hakika Firauna alijikweza, itakabbar katika ardhi. waja'ala ahlaha shiya'a, akawafanya watu wake kuwa ni mapote kwenye vikundi vikundi. yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. katika al-Qasas, katika waharibifu wakubwa kabisa. Ndio maana akasema hapa tuliwaokoa min al-adhabi al-muhin min Firaun, kutoka kwa Firaun. Innahu, hakika yeye Firaun kana aliyan, alikuwa ni katika wenye kujikweza. Min al-musrifin, hakika yeye alikuwa ni mwenye kujikweza, ni katika watu wenye kuvuka mipaka. walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin, na hakika tuliwachagua hao wana wa Israeli pamoja na kuwajua. ala bimaana ma ay alimin, hii jumla iko mahali pa hali alimin. walaqad ikhtarnahum alimin, ndio maana yake. au ma'a ilmina iyahum, tumewachagua wao pamoja na sisi kuwajua wao, tuwajua sisi bani Israila. walaqad ikhtarnahum, na kwa hakika tuliwachagua wao. ala ilmin, pamoja na kuwajua wao. ala alalamin, juu ya walimwengu wa zama zao. wana wa Israeli walikuwa ni taifa teule kwa wakati wao. wenyewe wanajiita mpaka sasa hivi sha'bullah al-mukhtar, sisi ni sha'bullah al-mukhtar, wajiita hivi mpaka leo, taifa teule la Allah. Wanaitakidi kwamba wanadamu wote wameumbwa kwa ajili ya kutumikia wao, na yoyote atakayekaidi atakiwa alazimishwe kuwatii wao, hata kama hilo litapelekea kuangamiza uhai wake. Na wao wakiua kitu kingine si dhambi kwao, dhambi ni kumuua Myahudi bani Israila. Allah aliwachagua lakini katika wakati wao,
kawafanya watu waliochaguliwa ni taifa teule. Walaqad ikhtarnahum, kwa hakika tuliwachagua wao, yani wana wa Israeli, ala ilmin, pamoja na kuwajua, ala alalamin, tuliwachagua juu ya walimwengu wa zama zao. Wa atainahum min alayat, na tukawapa wao katika miujiza, katika aya, katika alama. Ash-Shawkani sema alayat ay mu'jizatu Musa, lafdhi mu'jizatu walitumia sana wanawazuoni wa tafsiri, pamoja na kwamba haija kuja nasi sarih mahali popote aya kutafsiriwa kwa muujiza. Tutafsiri kwamba ala alalamin, kwa walimwengu wa zama zao, kwa sababu baada ya kuteremka Qur'an na kuja umma wa Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia maswahaba, kuntum khayra umma, maswahaba na wale waliofuata nyendo zao, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, nyinyi sasa umma wa Muhammad mmekuwa ndio umma bora uliodhihirishwa kwa watu katika umma zote, basi nyinyi ndio umma bora uliodhihirishwa kwa watu. Sifa kuu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, jambo ambalo bani Israili walikuwa hawana. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani maovu wanayotenda. Bani Israili walikuwa na sifa hiyo, jambo baya kabisa. Taka pembeni wakusengenye, lakini hawakwambii kwamba wewe mtu mbaya, kwamba unachokifanya si kizuri, ni kibaya. Wao watabaki watakusengenya, wakikuona watakusifia. Kika pembeni, lakini unaona mwenzetu amezidi bwana, sasa yule bwana kazidi bwana, simwambie mimi sitaki maneno na mtu. Hiyo ndio tabia walikuwa nayo. Wako wangapi leo? Yani yuko radhi akusengenye apate dhambi, lakini hawezi kukukabili kukwambia kama ndugu yangu wewe uko unakokwenda siko, rudi kwenye mstari, mbona umezembea katika jambo hili, fanya khairi hii. Hawaambiani, bali wao walikuwa akishamwambia mtu mara moja tu, hata kama ni kwa utani, unajua bwana unachokifanya sio kizuri, nimesikia bwana, ndio amwambii tena, shapita hiyo. Haya, lakini umma wa Muhammad umekuwa tofauti. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ay adlan khiyara. Kwa hiyo aya hizi zote zinaonyesha sasa ile ikhtiyari ya bani Israili ilikuwa katika zama zao, sasa imekuwa ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya. Wa atainahum min al-ayat, na tukawapa wao katika miujiza, na tukawapa wao katika alama, ma zile ambazo fihi, kuna ndani yake bala'un mubin, kuna neema zilizo wazi. Bala'un kwa maana ya neema. Wengi katika mufassirin wakatafsiri al-balaa kwa maana neema. Wa mimman ikhtara anna al-murada bil bala'i an-ni'ma ibn abi zamanain was-sam'ani war-ras'ani wa jalaluddin al-mahalli. qala al-wahidi أكثر المفسرين على أن البلاء المبين معناه النعمة البينة الظاهرة. الواحد anasema wafasiri wengi wako juu ya kauli ya kwamba البلاء المبين للنعمة البينة الظاهرة, neema iliyo wazi, iliyo dhahir. الإمام السعدي anasema ما فيه بلاء مبين أي إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. sawa, kutapita hili, lakini wengine wamepita tofauti kidogo. Al-bala'ul mubin wakatafsiri al-ikhtibarul mubin, mtihani ulio wazi, kama Ibn Jarir, Ibn Atiyya, hata Ibn Kathir watafsiri hivyo. Wa atainahum, na tukawapa wao min al-ayati, katika alama, katika miujiza, miujiza ambayo fihi, kuna ndani yake bala'un mubin, neema zilizo wazi, neema zilizo wazi. Tuliwapa sisi bani Israila, tukawajaribu sisi kwa neema hizo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala wajaribu watu kwa neema, kadhalika kwa nikma. Kawaletea neema, akawafungulia dunia, awaangalie
madha ta'malun, mtafanya nini kwa neema mliopewa? Mtajikweza kwa neema hiyo? Mtatakabbar? Mtajiona kuwa ni wakubwa, mna akili? Mtayasahau? Mtamsahau aliyewapa neema hiyo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Neema itawashughulisha. Kuna watu wengine wakishapewa neema, basi neema hile walionayo itawashughulisha zaidi kuliko wanavyomshughulikia almun'im. Itakuwa ni sababu ya kwenda mbio hawai yeye, kwamba atakaa asome Qur'ani. Hili ndo mara nyingi nalizungumza. Mtu amefunguliwa mali, ana miradi, akae ahifadhi Qur'an msikitini au nyumbani kwake kwenye kipembe, ahifadhi Qur'an. Tajiri huyo mzuri sana, mzuri sana. Wa ila akili zao haziwezi kuhimili kishindo cha Qur'an na kukaa kuhifadhi. Sio wote, lakini unaweza kusafiri kilomita zaidi ya 2000 usimpate mtu huyo. Kwamba mtu ana mali kafunguliwa, tena wengine kafunguliwa kidogo tu, lakini apata kila siku. Alafu akae eti ashike msahafu leo ahifadhi al-A'raf, kasoma peji moja hapa mara 100 au mara 40 aikariri ili ahifadhi. Alafu awe nani ahifadhi ili iweje? Mnanielewa? Kwa zile neema wanazopewa na Allah zinawashughulisha. Na wengine hujipa matumaini na wakajiliwaza kwamba sitakiwa tuwe na uchumi wenye nguvu tusaidie Waislamu, kama vile kweli yeye ndio wakala wa kuwasaidia Waislamu. Kama kweli hamgusi katika jambo la Waislamu, uone hizo bajeti na hesabu zinapopigwa, utachorewa michoro yote hapo, onyesho kwamba pesa hakuna, tunapata hasara. Sasa siwezi kwa ajili ya Waislamu, si ndio wakala wao? Lakini ni lugha za kujiliwaza tu. Hatusemi hivi kuwashambulia watu juu ya neema walizopewa, lakini Allah huwajaribu watu wakawapa mali. Akishawapa mali ndio pale unapojaribiwa. Je, mali itakutuliza uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa wapata wakati wa qiyamul layli, kwamba usiku kusimama waswali kwa utulivu kabisa na unyenyekevu, japokuwa rakaa 2 tu, kisha ukahitimisha na hizo 3 za witri au moja, japokuwa hizo tu, ukapata wasaa wa kufanya adhkari kwa utulivu kabisa na moyo wako ni munsharih mutmain, ukapata wasaa ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ana al-layli wa atraf an-nahari, kwamba wasoma sasa, uzingatia neema uliopewa ya kupa nafasi hiyo, au neema uliopewa ya kushughulisha hiyo yenyewe. Neema yenyewe ya kushughulisha, sikwambii na yale mengine yanayofuatia sasa, starehe za kidunia na mengineyo, kwamba wajipamoe kwamba nahitaji kuenjoy, nahitaji kupumzika, nahitaji mimi na familia na kadha na kadha. Kwa hiyo neema Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake, akawajaribu. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa atainahum min alayati ma fihi bala'un mubin, na tukawapa wao katika ayati, katika alama ambazo mna ndani yake neema iliyo wazi. Yani neema kwa maana ya mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala wajaribu waja wake kwa kuwapa mali, au mpaka ziishe ndio utakwenda msikitini, kwa sababu msikiti utakuwa watu muflisu. Allahu almusta'an. Kisha anasema inna haulai, hakika watu hawa, la yaquluna, wanasema, inna haulai, hakika watu hawa makafiri wanasema, inna kuffara quraish la yaquluna munkirina lilba'th, makafiri wa kiquraishi wanasema hali ya kuwa wanapinga kufufuliwa. Wanasema nini? in hiya illa mautatuna alula wama nahnu bimunsharin. In hiya, hayakuwa hayo mauti, illa mautatuna alula, isipokuwa
ni mauti yetu ya kwanza. Wama nahnu bimunsharin, na hatakuwa sisi ni wenye kufufuliwa. Ma hiya illa mautatuna allati namutuha fi dunya wala hayata ba'daha, yani hayakuwa hayo isipokuwa ni mauti yetu ambayo tutakufa hapa duniani na hakuna maisha baada yake. Wanasema hivyo, mal aqiba wa nihayatul amri illa almautatul ula, hakuna mwisho wala hakuna hatima ya jambo isipokuwa ni kifo hiki cha mwanzo. Almuzilatu lilhayati dunya wala qasda fihi ila ithbati thaniya, kama fi qawlika hajja zaid alhajjata alula wa mat. Wama nahnu bimunsharin ay wama nahnu bimab'uthin, na hatakuwa sisi ni wenye kufufuliwa. Wanasema hivyo fa'tu biabaina, basi tuleteeni baba zetu. In kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi mnasema kweli. Fa'tu biabaina alladhina matu min qabl, tuleteeni baba zetu ambao walikufa hapo kabla. Faliyarji'u ila ad-dunya ahya'an ba'da mautihim, warudi duniani hali ya kuwa hai baada ya kifo chao. In kuntum haqqan sadiqina fi anna Allah yab'athuna ba'da mautina, mkiwa nyinyi ni wa kweli, ni wenye kusema ukweli kwamba Allah atatufufua sisi baada ya kufa kwetu. Kama ikiwa ndio hivyo, haya waleteni baba zetu, wafufueni, kama vile waliambiwa kiyama kesho. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Zinaposomwa juu yao aya zetu zilizo wazi wazi zenye kubainisha, hazikuwa hoja zao isipokuwa walisema tuleteeni baba zetu mkiwa nyinyi mnasema kweli. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi, waambie Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewahuisha nyinyi na ndiye atakayewafisha, kisha atawahuisha tena awakusanyi kwa ajili ya siku ya kiyama, siku ambayo hakuna shaka ndani yake. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa kuwatweza watu hawa wanaojiona kwamba ni wakubwa, wajifanya wameendelea, wajifanya wana maarifa. Anasema ahum khairun, hivi wao ni bora zaidi, am qaumu tubba'in, au ni qaumu ya tubba. Wao na qaumu tubba, nani walio bora zaidi? Ahum khairun, hivi wao washirikina wa Quraysh ndio bora zaidi, am qaumu tubba'in, au ni qaumu ya tubba. Walladhina min qablihim, na wale waliokuwa kabla yao, kabla ya qaumu tubba walikuwepo Adi na Thamud na wengineo. Sasa wao ni bora kuwashinda hao waliopita. Qaumu tubba, tubba ni mfalme wa Yaman. Tubba alikuwa ni mfalme wa Yaman. Dhahaba adad min almufassirin ila anna tubba laqabun limuluki al-Yaman. Wengi katika wanachuoni wa tafsiri wameelekea kwenye msimamo wa kwamba tubba ni laqab ya wafalme wa Yaman. Waqila liman malaka minhum Saba wa Himyar wa Hadramaut, na wanasema kwamba ni laqab ya mfalme aliyemiliki miji ya Sheba, Himyar na Hadramaut. Kama anna Kisra laqabun liman malaka Faris, kama vile ambavyo Kisra ni laqabu ya mfalme aliyemiliki Furs au miji ya Wajemi, miji ya Persia. Wa Qaisar laqabun liman malaka Rum, na Qaisar ni laqab ya mfalme Kaisar, ni mfalme aliyemiliki miji ya Warumi. Kwa hiyo wengine wanasema Tubba ni jina la mfalme wa huko Yaman. Na inasemekana Tubba mwenyewe alikuwa ni rajulun salih, mu'minun salih. Nipokewa kwa Aisha, Ka'b al-Ahbar, Ibn Abbas na wengineo. Lakini watu wake walikuwa waovu. Kana Tubba'un rajulan salihan, ala tara anna Allah azza wa jalla dhamma qaumahu wa lam yadhumma. Wani kwamba Allah amewasema vibaya watu wake, hakumsema vibaya yeye. Kwa hiyo ahum khairun, hivi wao ni bora zaidi, am qaumu Tubba,
au ni watu qaumu ya Tubba walladhina min qablihim, na wale waliokuwa kabla yao, ahlaknahum, sisi tuliwaangamiza wao. Ahlaknahum, sisi tuliwaangamiza wao. Innahum kanu mujrimin, hakika wao walikuwa ni waovu, muttasifina bilijram. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لما انكر الله تعالى على كفار مكة قولهم ووصفهم بأنهم أضعف ممن كان قبلهم، ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة، فقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. na hatukuziumba mbingu na ardhi na vile vilivyomo kati ya mbingu na ardhi hali ya kuwa sisi ni wenye kufanya mchezo. Laibin, ni wenye kufanya mchezo. Hatukuumba vitu hivi kwa mchezo bila maana wala faida, basi na maana yoyote wala faida. لو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا وعبثا. لو kama ingekuwa hakuna kufufuliwa, basi kazi yote hii ya kuumba ingekuwa ni mchezo tu na lahu. Lazima watu wafufuliwe ili wakalipwe. Yani uonevu wazi wazi upite hivi na dhulma zipite, watu wataabike, halafu yawe mambo yameisha. Haiwezekani, ingekuwa ni mchezo tu. wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin, na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi au vilivyomo kati yao kwa mchezo, kama ilivyokuja katika Sadi. Tumesoma pale: wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar. Tumesoma kwenye Sadi. lakini inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. kwa hakuna kilichoumbwa kwa mchezo, kwa batil. afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnadhania kwamba nyinyi mmeumbwa kwa mchezo tu na kwamba nyinyi kwetu hamtarejeshwa? Haiwezekani. wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. kwa hakuna mchezo hapo, lazima watu watii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. ma khalaqnahuma illa bil haqq, hatukuviumba hivyo ila kwa haki. ما خلقناهما أي ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، isipokuwa kwa haki na kwa uadilifu na hikma kwa ajili ya kuwasimamishia haki waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. walakin aktharahum la ya'lamun, lakin wengi wao hawajui. walakin aktharahum la ya'lamun, lakin wengi wao hawajui kitu. Tumesoma karatasi moja au nusu. Tumeanza kam taraku 25 mpaka 39 na tuna 59 hapa. Tutatumia zaidi dakika 20 mpaka kumaliza pale. Labda tusome bila maelezo. Tukipita kama hizo kaumu Tubba tueleze chochote. Lazima tueleze. Na uzuri pia lazima kidogo zitajwe aya zinazofanana na hizo katika kutafsiri maneno. Kwa hiyo hapa patatosheleza. Inshallah kesho darasa ya kesho tutaje kuendelea na يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Tuna siku 3 mpaka tuimalize juzu hii. Kwa hiyo kesho kutwa pia tutaendelea na Al-Jathia. Tujaanza sira mpaka tutakapowatangazia, sio? نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. مولا في سياق النفي لإفادة العموم، فيه تنكير مولا في سياق النفي لإفادة العموم. لا يغني أحد من الموالي كائن من كان من قرابة أو غيرها عن أحد من مواليه كائن من كان. وتنكير شيئا للتقليل وهو الغالب في تنكير لفظ شيء ووقوعه في سياق النفي للعموم. سمعوا؟ نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Naam, nilikuwa na swali kidogo hapa katika neno bala'un mubin. Bala'un. Sio? Naam. Kwamba meeleza kwamba kuna tafsiri mbili baina ya ahlul ilmi. Wapo walioifasiri katika dhahiri yake, mkataja kwa mfano Ibn Kathir na al-Imam Tabari rahmatullahi ta'ala alayhima, lakini kawagusia baadhi wengineo kama As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba yeye amepita hivi tulivyopita katika tarjama, kwamba ina maana ya neema. Sasa nilikuwa naomba labda tu ufafanuzi mdogo kuhusiana na hili neno bala'u mubin, kwamba hapa sisi tulivyotafsiri kwa maana ya neema ni dhahiri ya aya, kwamba yako baadhi ya maneno yaliyokuja kufasiri bala'un kwa maana ya neema, au ni katika upande wa majazi. Barakallahu fikum. Majazi gani? Sasa sijajua, labda itakuwa majazi gani. Ndio maana nikaomba ufafanuzi katika hilo. Mbona mkimbilia kwenye majazi haraka haraka? بلاء أي اختبار، وأصل البلاء هنا الاختبار أصل، ثم صار يطلق على المكروه والشدة. إلي بلاء كاتمك بلاء كما نتابو شدة. وقيل البلاء هنا النعمة. ونزونا بتأيب ما ذياه. sasa kuwa ni majazi si majazi, kwa sababu ni mtihani umetafsiri katika ile lazim ya maana yake. Mtihani, lakini mtihani wenyewe ulikuwa ni mtihani wa neema. Tuliwaneemesha neema mbalimbali. Kinyume na wale watu wa Firaun walipewa mitihani, lakini mitihani ya adhabu. Wana wa Israeli walipewa mitihani, lakini mtihani wenyewe ulikuwa ni wa neema. Umeelewa? Yaani tafsiri moja katika lawazim za balaa. Balaa maana yake ni ikhtibar. Sio balaa maana yake ni mtihani tu, au maana yake ni tabu tu. Afwan, kwa tafsiri balaa kwa maana tabu tu. Balaa maana yake ni mtihani, na mtihani ima ukawa wa neema au mtihani ukawa wa nikma, wa khairi au shar. Sababu Israeli wao tuliwapa mtihani, lakini mtihani wa neema. Wengine wakaamua moja kwa moja kwenye neema. Barakallahu fikum. Nimefahamu. Bado hujaelewa? Nimefahamu kwa maana. Nielezee, umeelewaje? Kwa maana hii ibara balaa ni mtihani, ikhtibar. Na ikhtibar inaweza ikaja katika kwa mtindo wa shari moja kwa moja, lakini pia ikhtibar inaweza ikaja katika upande wa neema. Mfano kama ulivyoona katika neema ya mali, toka akapewa mali ni neema, lakini ndani yake unakuwa ni balaa. Ile ukisema mali ni balaa, ni mtihani. au kama vile wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Naam, wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna. Naam, wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. Kwa mitihani iko katika pande mbili, kwa zile neema na ayat walizopewa wana wa Israeli
na ikhtiyarullah ta'ala ala alalamin, ikhtiyaruhum ala alalam, neema mbali mbali walipewa. Moja katika hizo, wajawazna bibani israila albahr, tuliwavusha wana wa Israeli katika bahari wakavuka pale. Au kama hapo, najainahum min firaun wa qaumi, tuliwaokoa wao na Firaun, wanajainahum min aladhabi almuhin. Tumefanya mambo mengi wana Israeli walifanyiwa, lakini yote ilikuwa ni mambo mazuri, ambayo ni neema, kwa mtihani neema. بس والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.